بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Nabii sallallahu alayhi wasallam ndani ya Ramadhan, na leo tupo na kikao cha 18 ambacho kinazungumzia siyamuhu sallallahu alayhi wasallama yawmayil ithnain wal khamisi, saumu yake mtume alayhi salatu wasalam kunako siku mbili ya Ijumatatu na Alhamisi. Hadithi ya Abu Huraira, Allah amridhie, kwamba mtume alayhi salatu wasalam kana akthara ma yasumu lithnain wal khamis, mara nyingi sana alikuwa akipenda kuswaumu Jumatatu na Alhamisi. Faqila lahu, akaulizwa kuhusiana na hizo saumu mbili. Faqala, akasema, innal a'mala tu'radu kulla ithnain wa khamisin, kwamba matendo hupandishwa kila Jumatatu na Alhamisi, au kula yaumi ithnain wa khamis. Hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi, anasema au Abu Huraira anaweza kuwa amesema kila siku ya Jumatatu na Alhamisi. Yale matendo yanapopandishwa, fayaghfiru Allahu azza wa jalla likulli muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe kila Muislamu, au likulli mu'minin, au kila mu'min Allah anamsamehe, illa almutahajiraini, isipokuwa wagomvi wawili, isipokuwa watu wawili waliohamana, yani wasiosemeshana, wasioongea, wasiopatana, wenye magomvi baina yao. Fayaqul, Allah anasema, akhiruhuma, hao watu wawili muwaache. Kwa hiyo hadithi imepokea Imam Ahmad. Kwa ndugu yangu Muislam, idha tayassara laka fasum yawmayil ithnain wal khamis, ukipata wepesi penda kuswaumu Jumatatu na Alhamisi, yani siku ya kwanza na siku ya 4, litahsula ala almaghfirati allati dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wala taku muhajiran akhaka almuslimi muqati'a, ili upate msamaha ambao mtume alayhi salatu wasalam aliutaja ndani ya hiyo hadithi, kwa sababu ya kuswaumu siku ya kwanza na siku ya Alhamisi. Na wala usiwe mtu ambaye uliohama wenzako, mtu umekaa uzungumzi na wenzako, una magomvi na mwenzako, tena ugomvi wenu wenyewe ugomvi katika vitu vya kidunia, sio ugomvi hata kwenye vitu vya dini. Ugomvi kwenye vitu vya dini ndio inakubalika kuhamana kwa maslahi ya dini, hakisha vitu vya kidunia. Unamkatia ndugu yako, kwa lugha nyingine tunasema unamfungia mataa na maji. Bali istalih ma'ahu, bali fanyeni sulhu na mwenzako mpatane. Wa'fu anhu liwajhi Allahi ta'ala, na umsamehe ndugu yako kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawaun kana min bainiki
wa bainahu muqata'atun qariba. Sawa, ugomvi ambao upo baina yenu ni ugomvi wa kiundugu, mambo ya kiundugu. Mna magomvi ya kifamilia. Msipapuzani, msikusemeshana. Au laysa biqaribin, au labda ikawa ni ugomvi lakini sio ugomvi wa kifamilia. Wa hatta law rafadahu, huyo ambaye mmezozana naye wewe patana naye, hata kama yeye atakataa, hata kama yeye atakataa kupatana na wewe, walakin anta aifu anhu, ila wewe msamehe. Sawa, anta u'fu anhu, wewe msamehe. Wahawil fi musalahatihi ala hasabi istita'atik, na ujitahidi katika kusuluhisha mambo baina yako wewe na baina yake kadri uwezavyo. Fa in asarra fa innaka sawfa tahsulu ala al-maghfirati biidhnillah, ikiwa kwamba atang'ang'ana kukataa kupatana na wewe, elewa tu ya kwamba wewe utapata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala. Swaumu, matendo yako yatapandishwa na msamaha wa Allah utaupata insha Allah. Lakini yeye hataupata liannaka badhalta juhudak, kwa sababu wewe umejitolea juhudi zako za kutaka mpatane naye. Waqad qala Allah ta'ala, na Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri mwezavyo. Mcheni Allah kadri mwezavyo. Liyakun akthara siyamika liyawmay al-ithnain wal-khamis, katika siku zako za kupenda kuswaumu sana, zidisha sana siku ya kwanza na siku ya 4, Jumatatu na Alhamisi. Hizi siku mbili kithirisha sana kuswaumu, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam kana akthara ma yasumuhuma, alikuwa akiziswaumu sana hizi siku mbili. Kwa hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kana akthara ma yasumu al-ithnain wal-khamis, siku ambazo Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapenda kuswaumu sana ilikuwa ni siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kwa hiyo katika faida ya hadithi tumepata ni kwamba al-a'malu tu'radu fi kulli yawmi khamisin wa ithnain, kwamba matendo huoneshwa kwa Allah, upandishwa kwa Allah kila Alhamisi na kila Jumatatu. Wahtamma bisiyamiha, kwa hiyo mwanadamu jihitamu na kusoma hizi siku. Watajannabi shirka billahi azza wa jalla, pia ujiweke mbali na ushirikina, ujiweke mbali na mambo yote ya shirki. Shirki ni ukafiri, shirki na kutoka katika Uislamu, shirki na poromosha matendo yako yote. Watajannabi almushahanata ma'a akhika almuslimi, pia jiweke mbali na magomvi, kugombana wewe na ndugu yako Muislamu. Kambali kila kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya magomvi, kaa nacho mbali. Kila kitu kitakuwa ni sababu ya wewe na ndugu yako kuingiliwa, kuwekeana nongwa, jiweke mbali na hicho kitu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema tu'radu al-a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnain, matendo ya mwanadamu hupandishwa kila siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. Fayaghfiru Allahu azza wa jalla fi dhalika al-yawmi likulli imri'in la yushriku billahi shay'a,
Allah anasamehe kila mwanadamu hiyo siku. Alhamisi Allah anatoa msamaha, Jumatatu Allah anatoa msamaha, kila mwanadamu Allah anamsamehe, lakini kwa shuruti. La yushriku billahi shay'a, yule ambaye hajamshirikisha Allah kwa chochote. Ukifanya shirki unakosa msamaha wake Allah mpaka utakapotubia. Illa mra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u, pia mtu ambaye hapati msamaha wake Allah ni yule ambaye baina yake yeye na baina ya ndugu yake shahna'u, kuna magomvi kati yao. Fayuqalu, itasemwa urku hadhaini hatta yastaliha, urku hadhaini hatta yastaliha, bimaana fayuqalu, wa malaika wataambiwa urku hadhaini hatta yastaliha. Urku bimaana akhiru hadhaini hatta yastaliha, hawa wawili wenye magomvi muwacheleweshe hadi pale watakapopatana. Urku hadhaini hatta yastaliha, wachelewesheni hawa wawili hadi pale watakapopatana. Rawahu Muslim. Na hii hadithi na matamshi tofauti. Kwenye riwaya nyingine wanasema uturuku hadhaini, kwenye riwaya nyingine anziru hadhaini, hivyo nyingine akhiru, hivyo. Namba 4, au katika faida nyingine, idha kunta tasumu tatawuan fadakhala al-ithnain wal-khamis fi siyamika, ikiwa mtu uko na saumu za sunna kisha Jumatatu na Alhamisi vikawa vimeingilia kwenye saumu yako wewe, fahadha tayyib, hili ni jambo lizuri, ni jambo lizuri. Wa in lam yadkhula fadammahuma liyu'rada amaluka ala Allah wa anta sa'im, na ikiwa kwamba havikuingiliana basi wewe vikusanye. Bimaana kama ikuingiliana kwenye saumu zingine basi wewe zikusanye, saumu ile ukukuta saumu na ile lendi pia saumu. Mfano saumu ya bidha ikaangukia mathalan siku ya pili, ndio itakuwa bidha. Siku ya pili bidha, siku ya tatu bidha, Alhamisi bidha. Kumbe ile siku ya kwanza ambayo ni Jumatatu swaumu kama kawaida yako, alafu siku ya pili ambayo ni Jumanne swaumu bidha, Jumatano swaumu bidha, Alhamisi swaumu bidha, na unuie pia na saumu ya Alhamisi ili uwe umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa hiyo zikusanye ili upate matendo yako apate kupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta saim, na ila kwa ni mwenye kusaumu fi hadhaini al-yawmaini, kunako hizi siku mbili. Na hii ni kwa hadithi ya Usama, hadithi ya Usama bin Zaid akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu al-ayyama yasrudu hatta yuqal, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaswaumu siku kwa kuzifululiza mpaka anaambiwa au mpaka inasemekana la yuftir, yani hatofungua. Kwa huyu mfumo anaenda nao hatoni kama tafungua, maana alikuwa anakwenda tu anaswaumu. Wa yuftiru al-ayyam hatta la yakada an yasuma illa yawmayn min al-jum'ah, na kuna wakati alikuwa akianza kula, anakula hamna kuswaumu. Kwa hiyo alikuwa anakula na haswaumu, anakula.
mpaka unaona kwamba vile sasa mtume kuswaumu tena, isipokuwa ndani ya wiki siku 2 tu ndo alikuwa anafika anapenda kuswaumu. Kinyume na hizo siku 2 wakawa muone tena kiswaumu. In kana fi siyamihi, ikiwa kama vile ni katika swaumu ya ada yake, wa illa swamahuma, yani swaumu ikaangukiana na ada yake. Hizi swaumu za lendi lani siku ya kwanza na Alhamisi vikakutana na swaumu nyingine ya sunna, hapo sawa. Kama hakuna swaumu iliyotokea ya sunna yoyote, basi ile Jumatatu na Alhamisi wa illa swamahuma, anafika na vifunga hizo 2 tu peke yake. Walam yakun yasumu min shahrin min ash-shuhuri ma yasumu min Sha'ban, hakuna mwezi ambao mtume alikuwa na swaumu sana kama mwezi wa Sha'ban. Fakultu ya Rasulullah, Usama ibn Zaidi akasema, nikamuuliza, ewe mtume wa Allah, innaka tasumu la takadu an tuftira, hakika wewe unaswaumu mpaka tukuone ukikula. Wa tuftiru hatta la takada an tasuma illa yawmaini in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma, na ulikuwa ukiacha kuswaumu mpaka pale tunaona kama huyu hatuswaumu tena, isipokuwa siku 2 tu kama zikigongana na swaumu ya sunna, unazifunga hizo siku 2 na hizo swaumu zako za sunna. Kwa maana siku 2 tunakusudia lendi na jeudi, siku ya kwanza na siku ya pili. Na kama hakuna swaumu ambayo imejitokeza ikakutana na swaumu ya Jumatatu na Alhamisi, sumtahuma, unafika unaswaumu tu hizo swaumu 2, Jumatatu na Alhamisi. Qala ayu yawmaini, akasema hizo siku 2 ni siku gani? Qala, Usama akasema, qultu, nikasema yawmul ithnaini wa yawmul khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Qala, akasema mtume, dhanika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin, hizo ni siku 2 ambazo matendo yanaenda mbele ya Allah, yanapelekwa mbele ya Allah Mola wa walimwengu. Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'imun, kwa hivyo ninapenda matendo yangu yapandishwe na hali ya kuwa niko ndani ya saumu. Hadithi imepokea Imam Ahmad. Faida nyingine, i'lama na yawm al-ithnain huwa yawm wulida fihi Nabii sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine, elewa ya kwamba siku ya Jumatatu ndio siku ambayo Mtume alayhi salatu wasalam kazaliwa. Wa unzila alayhi fi, na ndio siku ambayo kashushiwa Qur'an. Walamma su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wasallama an sawmi yawm al-ithnain, na pindi Mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa kuhusiana na saumu ya Jumatatu, akasema, dhaka yawmun wulidtu fihi, hiyo ni siku ambayo nilizaliwa ndani mo. Wa yawmun bu'ithtu, na ndio siku ambayo nilipewa utume. Au unzila alayya fihi, au ndio siku ambayo nilishushiwa. Hii shaka ya kusema au ni mpokezi, sio mtume amesema. Rawahu Muslim. Na Abu Daud akasema, wa fihi unzila alayya alquran, na hiyo siku ndo siku ambayo nilishushiwa ndani mwa Qur'ani. Baadhi ya watu wenye kusherehekea maulidi wanasherehekea maulidi, wanastadili na hii dalili kwamba ndio dalili yao ya maulidi ya mazazi ya mtume, na ilhali sivyo. Istimbati yao hapo imekosea, haikupatia kabisa. Hii dalili haina alaka na maulidi, na wala hakuna sahaba hata mmoja ambaye alisherehekea maulidi akistadili na hii hadithi, wala hakuna tabi'i hata mmoja ambaye alisherehekea maulidi akistadili na hii hadithi. Hakuna hata mpokezi mmoja katika wapokezi wa hadithi ambao amesherehekea maulidi kwa kustadili na hii hadithi. Uqsad siyam al-ithnain wal-khamis mutaharriyan dhalika, ikusudie saumu ya siku ya kwanza na siku ya Alhamis kwa kujihimiza kwazo. Na hii ni kwa hadithi ya Khalid ibn Ma'dan kutoka kwa Rabi'at ibn al-Ghaz
kwamba amemuuliza Aisha kunako swaumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, Aisha akasema, kana yataharra siyama al-ithnain wal-khamis, rawahu Ibn Majah. Kwamba Mtume alayhi salatu wasallam amekuwa akijihimiza sana na swaumu ya Jumatatu na Alhamis. Wahtama bisiyami yawma al-ithnain wal-khamis lianna abwab al-jannati tuftah fihima. Jihimize, jihitamu na swaumu ya Jumatatu na Alhamisi kwa sababu milango ya pepo inakuwa iko wazi ili matendo yapandishwe. Na hii ni kwa hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume alayhi salatu wassalam kasema, tufattahu abwabul jannati yawma al-ithnain wal-khamis. Milango ya pepo inafunguliwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fayughfaru fihima liman la yushriku billahi shay'a. Wanasamehewa ndani ya hizo siku wale ambao yule ambaye hajafanya shirki, illa almuhtajiraini, isipokuwa watu wawili wenye magomvi baina yao. Yuqalu ruddu hadhaini hatta yastaliha. Wa malaika wataambiwa hao wawili muwarejeshe, msileti matendo yao mpaka pale watakapopatana. Rawahu Tirmidhi. Kwa ndugu yangu Muislamu, undugu ni kitu muhimu sana. Vitu vya magomvi, vitu vya kidunia visisababishi mkapoteza udugu wenu. Tamaa, vitu ambavyo mtakufa mnaviacha, vinapelekea kuvunja udugu wenu. Vinapelekea kuvunja udugu wenu. Majumba, watu mnafikia kufungishana kisa vitu vya kidunia, na ilhali mtafariki mnaviacha. Mtafariki mnaviacha. Tengeneza akhira yako. Kila kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya wewe kuiharibu akhira yako, weka pembeni. Elewa ya kwamba hicho kitu ni adui yako. Hicho kitu ni sheitani wako wewe. Kana mbali. Jikurubishe kwa Allah. Maisha ni mafupi. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Maisha ya dunia si chochote isipokuwa ni vitu vya kupita. Isipokuwa ni maisha ya udanganyifu. Rejea kwa Mola wako, jikurubishe kwa Mola wako, tengeneza akhira yako ambayo itakayokutetea wewe kesho mbele ya Allah. Mbele ya Allah hakuna mke atakayekutetea, hakuna mtoto ambaye mtakuwa naye. Kila mmoja atakimbia mwenzake. Kila mmoja atakuwa yuko anatazama ya kwake. Kumbe yatengeneze. Chako ni kile ulichokitumia kikamalizika, ama ulichokiacha ila kwamba si cha kwako. Ambacho unachokichelewesha na kiweka akiba si cha kwako wewe. Kwa hiyo rejea kwa Mola wako. Tubia kwa Mola wako. Muombe Allah akupatie mwisho mwema. Jihimize na saumu za sunna ya Jumatatu na Alhamis, ili matendo yapande kwa Allah ukiwa katika hali iliyokuwa nzuri. Allah atuwafikishe tuwe katika watu wa kumwabudu kama jinsi anavyotaka, na atuthibitishie kaulu la ilaha illa Allah wakati wa kufa kwetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.